Bana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports. Tuzungumze kile ambacho kimejitokeza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa wawakilishi wawili wa Tanzania, Simba na Yanga. Nini ambacho kimewatokea? Tumeshuhudia wakipoteza michezo yao ya ugenini. Yanga akipoteza magoli mawili kwa sifuri mbele ya Al Ahly. Simba akipoteza goli 1-0 mbele ya Esperance de Tunis kule nchini Tunisia. Mtaraji ametengeneza mazingira magumu sana kwa Simba. Sasa walikuwa wapi, lakini nini pia wafanye ili kurudi nyumbani wapate ushindi kwenye mechi za marudiano, kwa sababu hawa wawili wanacheza na wapinzani hao, wanarudi nao hapa kwenye ardhi ya Tanzania weekend ijayo. Wafanye nini? Yanga afanye nini? Ashinde akiwa na alama zake 4. Simba afanye nini? Ashinde akiwa hana alama hata moja, ili afufue matumaini ya kwenda katika hatua inayofuata. Hii ni Ngale Sports. Nikwambie tu usisahau kusubscribe, mwambie na mwenzio. Huku kuna uchambuzi mwingi sana unafanyika wa michezo mbalimbali ya Afrika, lakini pia kuhusiana na wawakilishi hao wa Tanzania kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Okay, tuanze na Simba. Simba amekuwa na wakati mgumu sana kwenye kundi lake kwa sababu hajawa na wakati mzuri. Moja ya changamoto ambayo Simba anakutana nayo ni kupoteza mechi katika michezo yake miwili iliyopita, lakini sio tu kupoteza, pia kwenye mazingira ya kiuchezaji kuna vitu ambavyo vimekuwa haviendi sawa sawa. Changamoto ya kwanza ni sauti mpya kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Unaweza usinielewe, lakini ndio hivyo. Sauti ya kwanza kwenye chumba cha kubadilishia nguo, sauti mpya kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Hapa nazungumzia mabadiliko ya benchi la ufundi ambayo kitaalamu huenda ama kwa asilimia kubwa tunaamini huwa inakwenda kuboost morali ya wachezaji na kubadilisha namna ya baadhi ya vitu na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza kwenye mechi, lakini pia kwenye viwanja vya mazoezi. Lakini kwa Simba, kwa nini nimesema uwepo wa sauti mpya kwenye chumba cha kubadilisha nguo ni sehemu ya changamoto? Kwa sababu kocha ni mpya. Tulimshuhudia kwenye michuano ya Mapinduzi, lakini nyota wengi pia hawakuwepo kwenye kikosi. Walikuwa kwenye majukumu mengine, na walivyorejea kwenye ligi kuu mchezo wa kwanza wamecheza dhidi ya Mtibwa, wametoka sare ya 1-1. Wakati huo pia Simba inawaacha nyota wake wengi ambao walikuwepo kwenye msimu uliopita, walikuwa pia kwenye hayo michuano ya Mapinduzi wakati huyu kocha Steve Barker akiwa anaifundisha Simba kwenye hiyo michuano. Tafsiri yake ni kwamba kocha analazimika kuanza kutoa maelekezo upya, kwa sababu nyota au wachezaji waliokuwepo ni wachezaji ambao wapya, wanahitaji nguvu mpya ama wanahitaji muda pia kuelewana wachezaji kwa wachezaji. Kwa sauti tunaizungumzia hapa, sauti mpya ni ya kocha, lakini pia sauti mpya ya wachezaji. Kwa mfano, jana alianza Mahamadou Jibrila Tanja Jibo Tasila, kwa maana mlinda mlango ule raia wa Niger. Hakuwa na kosa lolote kwenye mchezo. Incident ambayo ilijitokeza ambayo kwa mimi niliona kama ni sehemu ya changamoto kwenye kuzungumza. Inawezekana kwa kuna mambo mawili. Mawasiliano ikawa ni changamoto, ama kutokuzoeana pia ilikuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu aina ya goli ambayo Simba amefungwa ilikuwa ni goli la kwamba kila mtu anasikilizia. Shomari alikuwa anahisi mpira unakwenda nje, lakini mlinda lango pia alikuwa anajiuliza kama mpira unakuja kwangu, na ndio maana akasogea kwenda kubana goli, na mfungaji wa goli tayari kwa shapata mwanya wa kwenda kugusa mpira na kwenda kufunga. Hapa namzungumzia Diara. Kwa hiyo unajaribu kuangalia kama ingekuwa pengine magolikipa hao na golikipa na mlinzi wake wamezungumza, basi huenda isingekuwa hivi, kwamba pengine Shomari angelazimisha mpira uende nje wa kona, ama Mlalango angejitokeza kwa haraka zaidi kwenda kuzuia madhara makubwa asijitokeze. Kwa hiyo uwepo wa sauti mpya kwa chumba cha kubadilishia nguo ni sehemu ya changamoto. Kwa mfano pia tumeshuhudia Cletus Chama tumeshuhudia hapo eneo la Cletus Chama kuingia kucheza, nyota ambaye eneo lake Janawa amekuwa akicheza, lakini pia
Joshua Mutale kuna nyakati amecheza hapo, lakini pia Neo Maema ameingia. Kwa hiyo unajaribu kuangalia ni kikosi ambacho kwa namna moja ama nyingine kimekuwa na sauti mpya kwenye chumba cha kubadilishia nguo, ambazo hizo sauti zinahitaji muda ili kufulfill ama kutimiza yale malengo na matakwa. Kwa mfano, tumeona nyota wengi wakiwa na uwezo mzuri. Kwa mfano yule Gueye amekuwa na Libasi amekuwa na wakati bora, alijitahidi kukokota mpira, kujaribu kupunguza wapinzani, kutengeneza matukio mengi sana yawe sehemu ya faida kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho naamini hiko kimewafanya Simba pengine ya kurudi nyuma kidogo. Kama wangekuwa wanawasiliana vizuri, basi hata ile goli lisingekuwa limefungwa na Simba angeanza kwa mguu mwingine kwa kupata angalau alama moja kwenye mechi ile ya ugenini. Eneo la pili ni namna gani ambayo pia mpinzani alikuwa bora. Mpinzani alikuwa bora kwenye mazingira ambayo unasema ilikuwa ni ngumu. Simba ambayo ina nyota wengi wapya kuwa na wakati mzuri mbele ya timu ambayo ina muda mwingi pia wakiwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni moja ya changamoto ama sababu kubwa ya kwa nini pia Simba hawakuwa na wakati mzuri kwenye ule mchezo. Tunachokiona kwa Simba ni nyota au wachezaji wanajitoa sana kuthibitisha huo ubora, kuthibitisha wanaweza kufanya nini, kuthibitisha na kipi ambacho pia hawawezi kufanya kwa nyakati hizo, wakati kocha akijaribu kutafuta kikosi chake cha kwanza. Na hiyo inajidhihirisha kwa sababu hapo mazingira ya mchezaji kama Clatous Chama tulitegemea ataanza. Kocha alihitaji muda pengine kumpa nafasi, na tukashuhudia wachezaji kama kina Morris Abraham na nyota wengine wakicheza. Hiyo ni moja pia ya sababu kwa mimi ambayo nilikuwa naiona hii ilikuwa ina mashiko kwamba kwa nini Simba akapoteza mchezo kwenye mchezo ule wa jana dhidi ya Esperance de Tunis. Sasa nini anatakiwa kufanya? Kwanza kumpata mtu ambaye timu inacheza kumzunguka yeye, kwa sababu bado Simba inakosa mtu ambaye timu inacheza kumzunguka yeye, kuanzia eneo la goli la mshambuliaji mpaka eneo la kiungo mshambuliaji. Mfano, nazungumzia scenario ya Clatous Chama, kwa maana ya miaka kadhaa wakati Chama anachezea Simba, yeye alikuwa ni nyota ambaye anaitazama ama anaitengenezea mazingira ya kwamba timu icheze kumzunguka yeye kwenda kwenye eneo la kushambulia. Lakini kitendo cha jana kuanzia bench, maana inahitaji muda kocha kuelewa kama nini kitu gani ambacho inatakiwa kutokea. Ni Chama ndo anatakiwa kuzungukwa kwa mara nyingine ama nyota mwingine katika eneo la kushambulia. Kwa mfano, Jonathan Soa japo pia hakuwa na wakati bora sana, aliingia Selemani Mwalimu ambaye pia hakuwa na wakati bora sana, kwa maana nazungumzia kwenye eneo la namba, kwa maana ya kufunga, kwamba labda alikuwa na wakati bora sana kuliko mchezaji mwingine yote, ilikuwa kawaida. Lakini jambo la pili, kuto kukibadilisha kikosi. Tujaribu kuitazama Simba ambayo imecheza jana. Kuna nyota ambao hawakuwepo kwenye kikosi cha Simba kwa muda mrefu. Kwa mfano, scenario ya Kibu Dennis, mara kadhaa tumekuwa tukimzungumzia hapa kwamba ni nyota ambaye amekuwa anakosekana kwenye timu, amekuwa anaingia na kutoka kwa msimu tangu umeanza, haja na performance bora. Performance ya mchezaji pia kama Elim Panzu, watu wengi tumekuwa tukiuliza kama amepatwa na nini, mbona yuko vile, mbona performance yake sio kubwa ama sio bora. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho naamini ni sehemu pia ya changamoto kwa upande wa kocha wa Simba, maana yake nyota hao wanatakiwa kurudi mchezoni ili timu iweze kufanya vizuri. Eneo lingine, eneo la ulinzi. Jana ameanza Nangu, lakini pia ameanza Rushine. Maana yake hiyo pattern tuendelee kuiona ikicheza, ili Ture Ismail Olivier asiingilie katikati kwenye hiyo mechi ama kwenye huo mchezo, kwa sababu tu ni ingizo jipya. Inahitaji watu ambao wako combine, yani wako pamoja, ambao kutapunguza kiwango cha kufanya makosa haswa kimawasiliano, ili wawe na wakati mzuri katika mchezo wa marudiano. Ukiangalia Simba wanatengeneza nafasi, wanafika kwenye lango la timu pinzani, changamoto yao ni kuscore, lakini pia kwenye kulinda. Simba msimu katika mechi zote za kombe la ligi ya mabingwa ambayo amecheza hatua ya makundi, hakuna mechi ambayo amecheza bila kuruhusu goli. Yeye akiwa amefunga goli moja tu. Hiyo ni moja ya nyakati ngumu sana ambazo anazipitia. Naamini kama atafanya hivyo, kwa maana kuto kukivunja kikosi kwa mara nyingine, lakini pia kama ataendelea kumheshimu mpinzani na kubadilisha nafasi ambazo zitaanza kwenda kwa magoli, Simba ana nafasi kubwa sana ya kushinda nyumbani katika dimba la Benjamin Mkapa, ya kushinda nyumbani katika uwanja ambao ameuzoea, lakini pia kurudisha nguvu ya kile ambacho kimepotea, kwa maana ya
kuto kushinda katika michezo mitatu. Hilo ni doa, hilo ni pigo, japo imewahi kuwa hivyo, alipoteza mechi 2 mfululizo, mechi 3 ndo akaenda akashinda dhidi ya Vipers, lakini kwa sasa hali yake kwenye kundi si nzuri, pressure kubwa sana kwa pande yake, anatakiwa kuhakikisha kwamba anakuwa na wakati mzuri. Hii ni Ngale Sports, nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe.